China vitani dhidi ya Marekani. Kwa nini China inalenga kuibadilisha dola kwa yuan katika kiwango cha kimataifa? Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kuifanya renminbi, yani yuan, sarafu ya taifa hilo, kuwa sarafu ya akiba ya dunia. Kwa mujibu wa Paris Today, Xi Jinping amesisitiza umuhimu wa kuigeuza yuan kuwa sarafu ya akiba kimataifa. Katika kauli zake za hivi karibuni, amesisitiza haja ya kuunda sarafu yenye nguvu pamoja na kuimarisha benki kuu ya China na taasisi zake za kifedha za kimataifa ili China iweze kuwa na majukumu makubwa zaidi katika uchumi wa dunia na kushindana na dola ya Marekani. Kwa mtazamo wake, China inahitaji kuwa na sarafu imara itakayoweza kutumika kwa upana katika biashara za kimataifa, uwekezaji na masoko ya fedha za kigeni na kufikia hadhi ya sarafu ya akiba. Rais wa China kwa muda mrefu amekuwa akijitahidi kuikuza yuan katika uwanja wa kimataifa. Hata hivyo, kauli hizi zinaonyesha kwa wazi zaidi maono yake kuhusu lengo la kufikia sarafu yenye nguvu pamoja na kuainisha misingi mipana ya kifedha ambayo Beijing inapaswa kuijenga ili kuiunga mkono. Xi amesema kuwa misingi hiyo inajumuisha benki kuu yenye nguvu yenye uwezo wa kusimamia sera za fedha kwa ufanisi, taasisi za fedha zenye ushindano wa kimataifa pamoja na vituo vya kifedha vya kimataifa vinavyoweza kuvutia mitaji ya dunia na kuathiri upangaji wa bei katika masoko ya kimataifa. Katika miaka hivi karibuni, China imekuwa ikijitahidi kwa dhati kutafuta mbadala wa sarafu ya dola ya Marekani katika ngazi ya dunia, na mojawapo ya mbadala muhimu zaidi ni yuan. Hatua hii ya China ni matokeo ya mkusanyiko wa sababu za kiuchumi, kisiasa na kimkakati ambazo zimeathiri maamuzi ya kiuchumi ya nchi hiyo. Sababu ya kwanza kuu ni azma ya China ya kupunguza utegemezi wake wa dola ya Marekani. Dola kama sarafu ya akiba ya dunia hutumika katika miamala mingi ya kimataifa, ikiwemo biashara ya mafuta na bidhaa nyingine. Utegemezi huu huifanya China kuwa chini ya athari za sera za kiuchumi na vikwazo vya Marekani. China kama moja ya uchumi mkubwa zaidi duniani inataka kubadili mfumo wa kifedha wa dunia ili mamlaka makubwa zaidi yawe mikononi mwa nchi zisizo za magharibi. Sababu ya pili ni jitihada za China za kupanua ushawishi wake wa kiuchumi na kisiasa kimataifa kupitia miradi kama mpango wa ukanda na njia, nazungumzia Belt and Road Initiative. China inaendeleza uhusiano wa kiuchumi na nchi nyingi. Katika muktadha huu, matumizi ya yuan kama sarafu ya miamala katika miradi hiyo yanaweza kuisaidia China kuongeza udhibiti wake juu ya biashara yake ya kimataifa na kupunguza athari ya dola ya Marekani. Sababu ya tatu inahusiana na uwezo wa kiuchumi wa China na ukuaji wake unaoendelea kuongezeka. China, ikiwa ni uchumi wa pili kwa ukubwa duniani, sasa ina nguvu ya kutosha kuanzisha sarafu mbadala. Kadiri nguvu zake za kiuchumi zinavyoongezeka, ndivyo inavyoweza kuitambulisha sarafu yake kama sarafu yenye uaminifu katika kiwango cha kimataifa. Nchi nyingi za Asia, Afrika na hata baadhi ya nchi za Ulaya zinaonyesha utayari wa kutumia yuan katika biashara za pande mbili, kwani hilo linaweza kupunguza gharama za ubadilishaji wa fedha na pia kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na China. Vile vile, China inalenga kulinda mfumo wake wa kifedha dhidi ya vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Endapo yuan itakubalika kama sarafu ya kimataifa, hatua hiyo itaiwezesha China kuwa na uimara zaidi mbele ya vikwazo vya kifedha vya Marekani. Kwa sasa China inaendeleza juhudi kubwa za kuimarisha masoko yake ya kifedha, kuongeza matumizi ya sarafu yake katika miamala kimataifa na kukuza miundombinu ya kifedha inayohusiana na yuan au renminbi. Aidha, kwa kuimarisha sarafu yake katika kiwango cha dunia, China inalenga kubadilisha mfumo wa fedha wa upande mmoja unaoegemea sarafu ya dola na kuanzisha mfumo wa kifedha wa pande nyingi au pande kadhaa. Hatua hii haitakuwa na manufaa kwa China pekee, bali pia kwa nchi nyingine zinazotamani kujinasua kutoka kwenye utawala wa kibeberu wa sarafu dola katika uchumi wa dunia. Jambo lingine la kuzingatia ni kwamba kauli za Xi Jinping zimetolewa kwenye kipindi cha kuongezeka kwa hali ya sintofahamu katika masoko ya dunia, hasa baada ya kudhoofika kwa dola ya Marekani. Aidha, mabadiliko katika uongozi wa benki kuu ya Marekani, Federal Reserve, pamoja na mvutano wa kijiografia na kibiashara yamewalazimu magavana wa benki kuu katika nchi mbalimbali kutafakari upya kiwango cha utegemezi wao kwa mali zilizotawaliwa na dola. Hali hii inakuja wakati ambapo wiki iliyopita, kufuatia kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kudhoofika kwa thamani ya dola duniani na madai yake kuwa hali ya dola ni nzuri, sarafu ya Marekani ilifikia kiwango chake cha chini zaidi kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Sasa kumekuwa na maswali. Kuna siku dola Marekani itapotea kabisa? Nikwambie, dola Marekani ni sarafu yenye nguvu zaidi duniani kwa sasa na inatumika kama sarafu ya akiba kimataifa,
na kipimo cha biashara na uwekezaji. Kuna mijadala mingi kuhusu iwapo siku moja itaweza kupoteza nafasi yake, lakini ukweli ni kwamba kupotea kabisa ni jambo lisilo rahisi kutokea. Na sababu zinazofanya dola kuendelea kuwa imara ni uchumi wa Marekani. Uchumi wa Marekani ni mkubwa na wenye ushawishi mkubwa duniani, ndio maana dola inaendelea kuwa imara. Lakini pia kwenye masoko ya kifedha, Marekani ina masoko makubwa na yenye ukwasi yanayovutia wawekezaji. Upande pia wa serikali na taasisi za kifedha hutegemea dola kwa akiba na miamala. Lakini pia licha ya misukosuko ya kifedha, dola imeendelea kudumu kwa karne moja zaidi. Na changamoto zinazoweza kudhoofisha dola, kwanza kabisa ni madeni makubwa ya taifa yanaweza kupunguza imani ya wawekezaji. Kwa hiyo ongezekaji wa madeni ya Marekani inaweza ikawa ni moja ya changamoto ambayo itadhoofisha dola. Lakini pia mabadiliko ya kijiopolitiki kwa nchi kama China na Urusi ambazo zinajaribu kupunguza utegemezi wa dola inaweza ikadhoofisha. Ila pia tukirudi kwa upande wa sarafu mbadala, kuna euro, yuan ya China na hata fedha za kidigitali zinaweza kuchukua nafasi fulani. Kwa mfano, BRICS wanataka kuanzisha sarafu yao. Lakini pia ni teknolojia na blockchain, fedha za kidigitali za serikali zinaweza kupunguza nafasi ya dola katika siku zijazo. Lakini utakuwa unajiuliza, kwa sasa ni sarafu zipi zinaonekana kuwa washindani wakuu wa dola katika siku zijazo? Hili ni swali muhimu, nisikuache bila kukupea majibu kamili kuhusiana na hili. Nikwambie tu kwamba washindani wakuu wa dola Marekani kama sarafu ya akiba ya kimataifa mara nyingi wanatajwa kama euro. Hii ni ya nchi za Umoja wa Ulaya. Sababu ya ushindani ni kwamba uchumi mkubwa wa EU, masoko yenye nguvu na matumizi makubwa katika biashara ya kimataifa yapo yanaonekana. Lakini pia yuan ya China, uchumi wa pili kwa ukubwa duniani, juhudi za serikali kuimarisha matumizi ya yuan katika biashara. Sarafu nyingine ni pound ya Uingereza. Uingereza ina historia ndefu ya kuwa sarafu ya akiba na sarafu yenye nguvu zaidi. Lakini nyingine ni yen ya Japan. Sarafu thabiti mara nyingi hutumika kama safe haven wakati wa misukosuko ya kifedha. Pia kuna fedha za kidigitali. Hapa nazungumzia serikali zinajaribu kuanzisha sarafu za kidigitali za benki kuu, na pia kuna ushawishi wa Bitcoin, kuna stable coins katika biashara ya kimataifa. Kwa hiyo mambo yanaweza yakaenda katika mfumo huo. Shukran kwa bado kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.